Kamati kuu yapitisha majina ya wagombea. Kamati kuu ya halmashauri kuu ya Chama cha Mapinduzi CCM chini ya mwenyekiti wake na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan imekutana jijini Dodoma, ambapo pamoja na mambo mengine imepitisha majina ya wagombea wa nafasi mbalimbali za uongozi zilizokuwa wazi ndani ya Chama cha Mapinduzi CCM na jumuiya zake kwa nafasi za wilaya na mikoa. Majina yaliyopitishwa ni nafasi ya mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi CCM wilaya ya Bariadi, ambapo wagombea ni Malongo Lukago Msaba, Mabula, Bahati Magunga, Kelebo Masanja Kulwa. Pia nafasi ya mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi CCM wilaya ya Liwale, wagombea ni Ali Saidi Jande, Abdalla Ndemane na Salum Emedi Etiti. Nafasi nyingine wagombea nafasi ya mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi CCM wilaya ya Bagamoyo, ambao ni Latifa Kasim Mwinjuma, Abulahi Kiatikama Mba, Mlawa Shakulu, Alfa Mbato. Pia nafasi ya mwenyekiti wa UWP mkoa Lindi, ambapo wagombea ni Fauzia Abdalla Chiwangu, Kuluthum Salumje na Asa Abdalla Mahamud. Nafasi nyingine ni mwenyekiti wa UVCCM mkoa wa Singida, ambao wagombea ni Baraka Musa Abubakari, Aileen Joseph Malunda, Jumanne Sanlos Mayunga na Zulfati Ali Muja. Ni taarifa kutoka jijini Dodoma. Hatimaye kamati kuu ya halmashauri kuu ya Chama cha Mapinduzi CCM chini ya mwenyekiti wake Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan imekutana jijini Dodoma, ambapo pamoja na mambo mengine imepitisha majina ya wagombea wa nafasi mbalimbali za uongozi zilizokuwa wazi ndani ya Chama cha Mapinduzi CCM na jumuiya zake kwa nafasi za wilaya na mikoa. Na hatimaye Rais Samia atoa kauli, tutanunua umeme nje maalum kwa kaskazini. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan amesema serikali ipo kwenye hatua za mwisho za kusaini mikataba ya kununua umeme nje maalum kwa mikoa ya kaskazini, ili mikoa hiyo ipate umeme wa uhakika na iondokane na adha ya umeme wa kukatika. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan amesema hayo baada ya kufungua mradi wa maji wa Same Mwanga Korogwe kwenye hafla iliyofanyika Mwanga mkoani Kilimanjaro. Pia Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan amesema umeme unakatika katika maeneo ya kaskazini huku, lakini serikali yenu inachukua hatua ya kununua umeme nje maalum kwa mikoa hii ya kaskazini ili umeme upatikane masaa 24 muda wote bila kukatika. Tuko kwenye hatua za mwisho kusaini mikataba ili tuweze kununua umeme ule uungwe kanda kaskazini na wananchi wafaidi na umeme. Kwa hiyo tutakuwa na umeme wa uhakika, maji ya uhakika kila pahali, vijiji vyote vina umeme, tunakwenda vitongoji na umeme wa kutosha tunanunua unaingia, ili kazi ya maendeleo iendelee. Ni taarifa kutoka Kilimanjaro. Hatimaye Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan amesema serikali ipo kwenye hatua za mwisho za kusaini mikataba ya kununua umeme nje ya nchi maalum kwa mikoa kaskazini, ili mikoa ipate umeme wa uhakika na iondokane na adha ya umeme ya kukatika. Hatimaye ukiwakamata viongozi wa M23 unalipwa dola milioni 5. Mamlaka nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imetangaza ofa ya dola milioni 5 sawa na bilioni 13 za Kitanzania kama zawadi kwa yeyote atakayesaidia kukamatwa kwa viongozi wa kundi wa M23 ambalo limekamata miji miwili mikubwa mashariki mwa nchi hiyo. Taarifa iliyotolewa na serikali ya Kongo imesema zawadi hiyo itatolewa kwa atakayesaidia kukamatwa kwa Congress Nanga Bentley Busingwa na Sultani Makenge, na kiongozi katika muungano wa kijeshi wa AFC ambao ni jumuishi pia M23, na pia ni rais wa zamani wa tume ya uchaguzi nchini Kongo Bizimana Makenga ni viongozi wa juu wa M23. Mamlaka DRC pia inatoa ofa ya dola milioni 4 bilioni 10 kwa taarifa zozote zinazowezesha kukamatwa kwa wasaidizi wa watu hao watatu wanaoendesha mashambulizi nchini Kongo. Ni taarifa kutoka nchini Kongo. Hatimaye mamlaka nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imetangaza ofa ya dola milioni 5 sawa na bilioni 13 za Kitanzania zawadi kwa yeyote atakayesaidia kukamatwa kwa viongozi wa kundi wa M23 ambalo limekamata miji miwili mikubwa mashariki mwa nchi hiyo. Bosi wa nishati Tanzania dadavua ununuaji wa umeme nchini Ethiopia.
Katibu Mkuu Wizara ya Nishati Injinia Felician Mlamba ametolea ufafanuzi kuhusu hatua ya serikali kununua umeme nchini Ethiopia kupitia mpaka wa Namanga nchini Kenya, na kusisitiza kuwa kununua umeme kutoka nchi jirani haimaanishi kuwa nchi ipo katika changamoto ya upungufu wa umeme, kwani kwa sasa Tanzania inazalisha umeme wa kutosha ambao ni takriban megawati 3796. Mlamba ameendelea kufafanua kuwa hatua hii ni faida kwa pande zote mbili, kwa kuwa njia itakayotumiwa kununua umeme nchini Ethiopia ndiyo njia hiyo hiyo itakayotumiwa kuuza umeme kwa nchi zenye uhitaji. Ambapo akifafanua zaidi amesema kuwa jinsi umeme unavyokuwa ukinunuliwa, umeme wa Ethiopia utaingizwa kwenye mfumo wa gridi ya taifa ya Kenya, na kisha Kenya itatoa umeme kuja Tanzania ikifidia umeme ulioingizwa kutoka nchini Ethiopia. Mlamba ameendelea kusema kuwa makubaliano haya yapo katika pande zote mbili. Kuna wakati sisi tutanunua umeme na kuna wakati sisi tutatumia njia hiyo hiyo kuuza umeme kwa nchi jirani. Tunavyoangalia hali ya kaskazini kwa sasa, tunaona sisi tutachukua zaidi kuliko kupeleka, lakini kuna wakati wenyewe wanaweza wakahitaji umeme na tutatumia njia hiyo hiyo kuwapelekea umeme. Mlamba ameendelea kusema kuwa kununua na kuuziana umeme kwa nchi si jambo geni kwa Tanzania. Kwa muda mrefu imekuwa ikinunua umeme nchini Uganda kwa njia ya mikoa ya Kagera, imekuwa ikinunua umeme Zambia kwa njia ya mikoa ya Rukwa, na imekuwa ikinunua umeme Kenya baadhi ya maeneo ya mkoa wa Tanga hususani mipakani. Kuhusu mradi wa bwawa la Julius Kambarage Nyerere ambalo mpaka sasa limefikia 99.8 kukamilika, amesema limekuwa na changamoto kubwa kwa upatikanaji wa umeme katika maeneo mbalimbali nchini. Kule Julius Kambarage Nyerere sasa hivi tunatumia umeme tunaohitaji. Kama mahitaji yetu sisi ni megawati 1908 kwenye gridi ya taifa, hatuwezi kuzalisha zaidi kwa kuwa umeme utakuwa hauna matumizi. Ni taarifa kutoka jijini Dar es Salaam. Hatimaye Katibu Mkuu Wizara ya Nishati Injinia Felician Mlamba ametoa ufafanuzi kuhusu hatua ya serikali kununua umeme nchini Ethiopia kupitia mpaka wa Namanga nchini Kenya, na kusisitiza kuwa kununua umeme kutoka nchi jirani haimaanishi kuwa nchi ipo katika changamoto ya upungufu wa umeme, kwani kwa sasa Tanzania inazalisha umeme wa kutosha ambao ni takriban megawati 3796. Alianzisha kituo feki cha polisi akamatwa nchini Kenya. Jeshi la polisi nchini Kenya wameanza uchunguzi baada ya mwanaume mmoja kukamatwa kwa kuanzisha kituo feki cha polisi bila idhini au ufahamu wa huduma ya kitaifa ya polisi nchini Kenya. Mtuhumiwa huyo alifahamika kwa jina la Collins, pia anajulikana kama Chemkwale, anadaiwa kuanzisha kituo hicho kwenye jengo alilolipaka rangi rasmi za kipolisi, akilifanya lionekane kama sehemu halali ya usalama, ambapo ugunduzi wa kituo hicho feki ulifanywa na mamlaka ya maeneo hayo. Baada ya kupata taarifa mara moja, walianza uchunguzi. Wakazi wa eneo hilo walieleza mshangao wao baada ya kugundua kuwa kituo hicho hakikuwa rasmi. Tulizani ni mpango halali wa kuboresha usalama katika eneo letu, alisema mkazi mmoja. Aidha, polisi bado hawajajua nia ya mtuhumiwa kuanzisha kituo hicho feki cha polisi bila idhini, lakini wamewahakikishia wakazi kuwa hatua stahiki zitachukuliwa huku uchunguzi ukiendelea. Ni taarifa kutoka nchini Kenya. Hatimaye polisi nchini Kenya wameanza uchunguzi baada ya mwanaume mmoja kukamatwa kwa kuanzisha kituo feki cha polisi bila idhini au ufahamu wa huduma ya kitaifa ya polisi nchini Kenya. Chama cha Mapinduzi CCM chatoa kauli mbiu mpya, kazi na utu, tunasonga mbele. Halmashauri kuu ya Chama cha Mapinduzi CCM ya taifa imefanya kikao chake maalum jijini Dodoma chini ya mwenyekiti wake Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan, ambapo katika kauli mbiu hiyo halmashauri kuu hiyo imepitisha kauli mbiu rasmi kwa ajili ya kampeni ya uchaguzi mkuu mwaka 2025 isemayo kazi na utu, tunasonga mbele. Chama cha Mapinduzi CCM imesema kauli mbiu hiyo inaakisi dhamira ya chama kuendeleza juhudi za ujenzi wa taifa lenye maendeleo jumuishi, mshikamano wa kimataifa na ustawi wa watu wenye kuwajali watu. Ni taarifa kutoka jijini Dodoma. Hatimaye halmashauri kuu ya Chama cha Mapinduzi CCM ya taifa imefanya kikao chake maalum jijini Dodoma chini ya mwenyekiti wake Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan, ambapo katika kauli mbiu hiyo
Halmashauri kuu imepitisha kauli mbiu rasmi kwa ajili ya kampeni za uchaguzi mkuu mwaka 2025 isemayo kazi na utu, tunasonga mbele.